Kama tunavyofahamu wote, hii ni wiki ya huduma kwa wateja, na hapa kwetu UTT AMIS mteja tunamuita mwekezaji. Sasa nilikuwa napenda kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru wawekezaji wote ambao tumekuwa nao kwenye safari ya uwekezaji kuanzia mwaka 2003 ambapo 2005 ndo tulianzisha rasmi mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwa hiyo tukichukua safari ya miaka 20 pamoja na wawekezaji. Tokea siku ya kwanza tulianza kama taasisi ndogo kwa mtaji mdogo, lakini taratibu leo hii tumekuwa taasisi ambayo inasimamia kama trilioni 3.6. Sasa kutoka bilioni chache tunaweza tukasema 10 na ambazo mwaka wa kwanza zilifika kama kwenye 90 afu zikashuka chini. Na ambapo miaka 10 iliyopita tulikuwa na kama bilioni 200 na kitu mpaka kufika trilioni 3.9. Hii inaonesha nini? Kwa upande wangu mimi naona kwamba inaonesha vitu vitatu. Kwanza, tumetoa faida kwa wawekezaji wetu, kwa sababu tunafahamu kwamba kila mmoja anapowekeza mategemeo yake ni faida, na inapokuwa ni tofauti, mara nyingi unaweza kukuta kwamba kiwango cha uwekezaji kinapungua au hata idadi ya wateja inapungua. Lakini pia pili, tumeweza kusimamia vizuri mali, tena hapa nazungumza fedha ambazo wametupatia na kuziweza kuzitawanya na kuweza kuepusha na riski au athari zinazotokana na masoko. Lakini pia kitu kingine kikubwa kabisa ni ukwasi. Tumeweza kuwapatia liquidity, kwa maana kwamba mteja anapoweka pesa anakuwa na malengo. Kwa hivyo sasa haya malengo yake mwingine yanakuwa ni nini? Kwamba ikifika siku ya kulipa school fee alipe school fee ya mtoto. Ikifika siku labda jambo fulani limemtokea, tuna mfuko ambao una insurance, atapata insurance, lakini atapata pia na pesa zake zile ambazo aliweka kwa kiwango cha pesa zake za siku hizo ambazo alikuwa amewekeza kwa kiwango cha pesa hiyo. Au pengine mteja yuko kwenye mfuko kama Umoja, basi atakuwa amefaidi faida za masoko ya hisa na faida za masoko huku ya pesa kama vile kwenye banki, kama kwenye hati fungani za serikali na vitu kama vile. Lakini pia haya yote hayawezi kutokea bila serikali, kwa sababu kama tunavyofahamu taasisi ya UTT AMIS ni taasisi ya serikali. Kwa hivyo kwanza shukrani kwa dhati kwa Rais Dr. Samia Hassan Suluhu, kwa sababu yeye ndio jemedari mkuu, na tunafahamu kwamba mazingira ya uwekezaji kwenye nchi yoyote anategemea sana na mkuu wa nchi na vile ambavyo anarahisisha uwekezaji au mbinu mbalimbali za uwekezaji au daraja mbalimbali za uwekezaji kwa wawekezaji ambao wako ndani ya nchi. Lakini pamoja na hayo tunafahamu kwamba taasisi hii hapa iko chini ya Wizara ya Fedha. Kwa hivyo tunapeleka salamu zetu kubwa sana kwa Waziri wa Fedha Mwigulu Nchemba pamoja